أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العلي العظيم. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kutupa taufik na kutupa uwezo wa kuonana tena siku hii mpya ya leo, Ijumaa hii mpya ya leo, katika Ijumaa ya ndani ya mwezi wa Rabiul Awwal, ndani ya mwezi ambao tunakumbuka kuzaliwa katika mwezi huo mwanadamu aliyekamilika, kiumbe ambaye hajamkosea Mungu katika maisha yake, mwanadamu ambaye analolisema, analolitamka, analolifanya basi ni kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwezi huu wa mfungo 6 wa Rabiul Awwal tunakumbuka mazazi ya mtu ambaye nguvu na uwezo aliyopewa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkubwa mno wa kupindukia. Bwana mkubwa huyo ni mtume wetu wa mwisho, mtume ambaye hakuna mtume baada yake yeye, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na kwa munasaba huu wa wilada ya mtume Muhammad, na kwa munasaba wa haya masiku ambayo tunasherehekea mazazi ya mtume Muhammad, darasa na maudhui tuliyoona tuyasome mbele yenu ni wasia wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa mmoja katika masahaba wake, Abu Dharr al-Ghifari ridwanullahi ta'ala alayhi. Wasia huo mzito wa Abu Dharr al-Ghifari anayohusiwa ni mtume Muhammad kipindi hiki cha mazazi ya mtume Muhammad ni moja ya masomo muhimu na maelekezo muhimu. Maudhui yetu itakuwa ni uendelezo wa wasia huo wa mtume Muhammad, lakini kabla ya wasia huo napenda nitangulize kuwapa hongera
na kuwapa mkono wa baraka na taufiki wale wote wanaoandaa vikao vikubwa na vikao vizito kwa ajili ya mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa sababu kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad na mikusanyiko hii mizito inayofanywa ni katika dhikrullah, ni vikao vya kumtaja Mwenyezi Mungu, kikao wanachokusanyika watu wakawa kazi yao ni kumswalia Mtume Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Vikao hivyo ni vikao vya dhikrullah, na wanawazuoni wakubwa akiwemo Ayatullahi Bahjati, mwana irfani huyu mkubwa na mwana tasawufi huyu mkubwa, anasema maneno makubwa na mazito kuhusu kumswalia Mtume Muhammad. Anasemaje? Anasema jarabna wajarabna wajarabna, anasema tumejaribu, tuna uzoefu wa siku nyingi, hatujapata dhikri kubwa na nzito kama kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo wanaokusanyika na kuandaa vikao vya maulidi vikubwa vikubwa kwa ajili ya kumswalia Mtume Muhammad watambue ya kwamba wameandaa vikao vya dhikrullah, na kitendo cha kumswalia mtume ni a'dhamul adhkar, ni akbarul adhkar, ni a'azzul adhkar, ni dhikri kubwa kuliko dhikri yoyote. Kulisindikiza hilo, naomba tulisindikize na hadithi iliyotajwa ni maulama wengi wa Kiislamu, akiwemo al-Imamu Ahmad bin Hanbali, akiwemo al-Imamu Tirmidhi, akiwemo al-Imamu al-Hakim an-Naishaburi katika mustadraki yake, akiwemo Ibn Majah katika sunani yake, akiwemo al-Imamu Tabarani, akiwemo al-Imamu al-Baihaqi, akiwemo na Ibn Taymiyyah. Mabwana hawa katika vitabu vyao wamenakili hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inayosema ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, hivi siwaambieni amali kubwa, bi khairi a'malikum, ibada kubwa zaidi yenu. Mtume anasema, je, niwaambieni ibada kubwa zaidi ambayo mnaweza kuifanya? Wa azkaha inda malikikum, na iliyokuwa takatifu mno kwa Mwenyezi Mungu, niwaambieni ibada hiyo nzito. Wa arfa'iha fi darajatikum, na ambayo mkiifanya mtapandishwa daraja kwa haraka. Wa khairi lakum, na ibada bora zaidi kwenu nyinyi niwaambieni, min infaqi dhahabi wal fidda, kuliko kutoa sadaka kuliko kutoa sadaka, niwaambieni ibada kubwa nzito takatifu itakayowanyanyueni daraja na bora kwenu kuliko kutoa fedha na dhahabu, na ambayo ni bora kuliko jihad, kuliko kupambana na adui ana kwa ana, na iliyo kubwa kuliko kukatana vichwa katika jihad. Masahaba wakamwambia, qalu bala ya Rasulullah, Mtume tupe habari, ibada hiyo ambayo ni nzito kuliko kutoa sadaka, kuliko kutoa fidda, dhahabu, ni ipi?
Mtume akasema qala dhikrullah, ni kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal fidda wa khairin lakum min an talqaw al-adu fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya rasul Allah, Mtume tuambie ni ibada gani nzito hiyo inashinda mpaka jihadi? Mtume akasema dhikrullah, ni kumtaja Mwenyezi Mungu. Jarabna wa jarabna wa jarabna, tumejaribu, tuna uzoefu, hatujawahi kupata dhikri nzito na nzuri kama vile kumswalia Mtume Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baada ya utangulizi huo na hongera kwa wale wanaofanya vikao na kuwezesha vikao vya kuswaliwa Mtume Muhammad, baada ya hongera hiyo, sasa naomba twende kwenye wasia wa Mtume Muhammad na mafunzo ya Mtume Muhammad. Tukimaliza mwezi wa Rabiul Awwal, tuna sifa tulizosifika nazo za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika wasia huo Mtume anamwambia Abu Dharr, ya Aba Dharr, kuna ala umrika ashahha mink ala dirhamika wa dinarik. Virozo na maajabu. Ya Aba Dharr, ewe Aba Dharr, kuna ala umrika ashah, kuwa kwenye umri wako ni bakhili zaidi, minka ala dirhamika wa dinarik, kuliko ulivyokuwa bakhili kwa dirhamu yako na dinari yako. Abu Dharr, umri wako uliokuwa nao, huu umri wako, hii miaka yako uliokuwa nayo, kuwa bakhili nayo kuliko fedha. Mtu akija kukuomba pesa mpe, lakini usithubutu kuchezea umri wako. Mtu akikutaka dirham mpe, lakini usikubali kuchezea umri wako. Umri wako ni value, umri wako ni kitu cha thamani, ni zaidi ya dhahabu. Dakika moja unayoipoteza ni kubwa mno. Lisaa unalolipoteza ni kubwa. Hakikisha muda wako unautumia vizuri. Mungu anasemaje? Mungu anatuambia ndani ya Qur'ani kwamba kiyama kimesha karibia, alama zote za kiyama zipo. Sasa hakuna muda wa kupoteza. Iqtarabatis saa, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Anbiya, suratul Anbiya. Kiyama kimekaribia, alafu wa hum fi ghaflatin mu'ridun, unajisahau. Hakikisha umri wako uliokuwa nao, hebu jaribu kuutumia vizuri. Jaribu kutambua kwa siku 24 hours, masaa 24 umeyatumia kwenye nini? Je, kwenye kumtaja Mungu, kwenye kumwabudu Mungu, au kwenye soga na kunywa kahawa? Ya Aba Dharr, kuna ala umrika ashah minka ala dirhamika wa dinarik. Umri wako. Maryam alaiha
wa ala nabiyina wa immatina afdalu salati wassalam. Baada ya kufariki dunia Isa ibn Maryam, mwanawe alimuona usingizini, akamuona mama yake hana raha, amekosa amani. Akamwambia, mama, mbona huna raha na amani, una nini? Akamwambia, mwanangu, najuta kwa nini zile siku za jua kali sikufunga funga za suna. Masiku haya ambayo tunasherehekea mazazi ya Mtume Muhammad, katika mambo ya kuyatia kichwani na wasia huu wa Abu Dharr al-Ghifari ridwanullahi ta'ala alayhi. Anamuhusia tena, anamwambia, ya Aba Dharr, hal yantadhiru ahadukum illa ghinan mutghiya au faqran munsiya au maradan mufsida au haraman muq'ida au mautan mujhiza. Ya Aba Dharr, haya maisha usipokuwa makini unasubiri nini? Unasubiria ghinan mutghiya, ufikie mahala ni tajiri wa kupindukia, ndio hicho unachosubiria. Kwa hiyo upo unapambana kwenye haya maisha ufikie mahala wewe ndio tajiri wa kwanza wa dunia. Haya, ukishakuwa ni tajiri wa kwanza wa dunia, alafu au faqran munsia, au ni fakiri, hakuna mtu anakutambua. Yani basi malengo ni hayo, ubakie kuwa fakiri, haujulikani. Au la, unasubiria Mungu awalinde nyote na alinde vizazi vyenu, ufikie mahala uparalyze, ndio hapo urudi kwa Mungu, mtambue Mungu. Ndio hicho mnachosubiria? Au nasubiria uwe ni mtu mzima sasa, kama mzee Mwamvuli, una miaka 110, unatolewa nje kuota jua? Ndio hiyo mnasubiria? Kufikia hapo sasa ndio uanze kuswali swala 5 on time, ndio uanze kuacha madhambi na maasi, ndio uanze kuacha kuangalia wanawake barabarani, ndio uanze kuacha kuangalia yale ambayo Mungu ameyakataza? Unasubiria uwe mzima kiasi hicho? Au unasubiria mauti yanakujia ghafla, ndio umeshakufa sasa, na ulikuwa unasema kesho naanza kuswali, kesho naanza suna, kesho naanza vikao vya dhikiri? Ndio hivyo? Au mnamsubiria Dajjal au Dajjal, fa innahu sharrun ghaibun yuntadhar? Au tunamsubiria Dajjal ambaye ni sharrun yuntadhar, ni kitu kibaya kinachosubiriwa. Mtu anayebashiria watu na kutupa habari za upotevu na kuangamiza, na tayari yupo, tunamsubiria huyo ndio tufanya ibada? Au saa, au tunasubiria mpaka kiyama kifike? Wasaatu adha wa amar, na kiyama kinatisha na ni kichungu. Kiyama jamani, mnakijua? Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Siku kiyama kitakapotokea, kila mnyonyeshaji, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Angalia connection na love na mapenzi yaliyo kati ya mtoto na mama. Mama akimnyonyesha mtoto wake anasikia raha, na anakaangalia katoto kake na katoto kanamwangalia mama, raha. Kiyama kikizuka, kikifika, Mungu anasema tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at.
Mama anayenyonyesha atamtupa mwanawe, hana habari naye. Sio hivyo tu Sheikh, watadau kullu dhati hamlin hamlaha, mwenye mimba hata ya miezi mitatu itaporomoka, mimba haikai tena tumboni. Watara nnasa sukara wama hum bisukara, hicho ni qiyama. Kwa hivyo mnasubiria qiyama ndio mwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio mtubie? Aba Dharr, unasubiria nini? Haya, wasaatu adha wa amar, masiku haya ambayo tunasherehekea mazazi na kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Katika mambo ya kuenziwa na kukumbukwa ni haya mafunzo ya Mtume Muhammad na kusifika nayo, ikiwemo wasia wa Abu Dharr al-Ghifari. Tumalize wasia watatu. Abu Dharr anaambiwa, Aba Dharr, inna sharra nnasi manzilatan inda Allah, hakika muovu wa watu kwa daraja mbele za Mwenyezi Mungu, yauma alqiyama, siku ya Qiyama, alimun la yuntafau biilmih, ni mwanawazuoni ambaye watu hawafaidiki na ilmu yake. Allahu akbar. Umesoma Zaharau miaka 10, miaka 20, alafu watu hawafaidiki na ilmu yako. Umesoma Tamta miaka 50, umesoma Ma'wa al-Islamu miaka 10, umesoma Najafu al-Ashraf, umesoma Qum, umesoma Karbala, una ilmu, alafu watu hawafaidiki na ilmu yako. Mtume anamwambia Abu Dharr, msomi huyo ni sharru nnasi manzilatan inda Allah, daraja lake ni ovu, si mtu mwema huyo, si mtu mzuri huyo. Mwisho anamwambia wa man talaba ilman liyusrifa bihi wujuha nnasi ilayhi, na mwenye kutafuta ilmu kwa ajili watu wampende, watu wamsikilize, watu wambusu mkono watu wamnyanyukie, lam yajid riha aljanna, huyo hatopata hata harufu ya pepo, hatopata hata harufu. Kipindi hiki cha mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad, ni kipindi cha kufaidika na masomo na maelekezo ya Mtume Muhammad, ukiwemo wasia wa Abu Dharr al-Ghifari. Lakini mwisho nimalize tena kama nilivyoanza kwa kuwapa hongera wale wote wanaoandaa vikao vya maulidi, vya mikusanyiko ya kumsifu Mtume Muhammad. Vikao hivyo ni vikao vikubwa, ni vikao vya dhikrullah, na hakuna dhikri kubwa kama vile kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal fidda wa khairin lakum min an talqaw al-aduwa fatadribu a'naqahum wa yadribuna a'naqakum. Qalu bala ya rasul Allah, qala dhikrullah. Kwa hivyo hongera kwa wale wanaoandaa vikao vya kuswaliwa Mtume Muhammad. Mwisho nimalize na maneno haya aliyoyanakili Bwana al-Utbi
Alipokuja Mwarabu kwenye kaburi la Mtume baada ya kumkosa kwenda Madina, Mtume amekufa, akaenda kumsemesha Mtume Muhammad. Bwana Utbi akamuona Mtume kwenye kausingizi, akamwambia, muambie yule bwana aliyeimba haya mashairi amesamehewa madhambi yake yote. Tutabarak na maneno haya kufunga kikao khutba yetu ya leo. Ya khayra man dufinat bilqa'i a'dhumuhu fataba min tibihinna alqa'u wal akamu nafsi alfida'u liqabrin anta sakinuhu virozo fihi alafafu wa fihi aljudu walkaramu anta ash-shafi'u alladhi turja shafa'atuhu ala as-sirati idha ma zallat alqadam. Hayo hatuya tafsiri ili wazaramu wende wakasome. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وصل على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. وصل على المعصومين من ذرية الحسين زين العابدين علي والباقر محمد وصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن النقي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. أنا أول المسلمين يا محسن قد أتاك المسلم إلهي تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن بوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفة ورحمة أشركنا في دعوته صل عليه عجل فرجه اجعلنا مسلمين بأمره بالنبي وآله صلى الله عليه وآله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنت